Ndege ambayo niliweza kuwaripotia kwamba imeporomoka na kuungua upande wa Nandi, imedhibitishwa kwamba ilikuwa imembeba mwanasiasa mbunge wa Emurua Dikir mwenye anaitwa Johana Ng'eno, huyu ambaye unaona picha yake hapa. Ninaelezwa kwamba Johana Ng'eno alikuwa ni miongoni mwa watu 6 ambao inasemekana kwamba wamepoteza maisha yao. Na bwana Johana Ng'eno na yule ambaye mwingine ameweza kudhibitishwa ni Kipngetich Rotich ambaye ni afisa wa Kenya Forest Service, na tayari wao wamedhibitishwa kwamba wamefariki. Na kulingana na wakati ambapo nakuja hewani, mpenzi mtazamaji, simu yake pamoja na sim kadi yake mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno vimeweza kupatikana mahala ambapo kisa hichi kiliweza kutendeka. Ni huzuni mpenzi mtazamaji, tumempoteza mbunge katika taifa letu la Kenya. Hizi ni taarifa mpenzi mtazamaji ambazo zimeweza kushtua taifa letu la Kenya. Na Johana Ng'eno mpenzi mtazamaji alikuwa na function katika taifa letu. Alikuwa anatoka function akielekea nyumbani kwake Nairobi. Kwa wale ambao hamumjui Johana Ng'eno, ndio huyu hapa akizungumza. Wewe, why are you killing people? Why are you killing people? Kazi ya nini? Why are you killing people? Mnataka nini hapa? What do you want here? Why are you killing people? Mbona mnaua watu? Simama kwanza wewe. Why are you killing people? Why? How many people have you killed? Why are you killing people? Nani mkubwa wenu? Nani mkubwa wenu? Wewe, nakuongelesha. Who's your boss? Yaani nyinyi, wewe ndio mkubwa? Ndugu yangu ni wapi sasa? Mkubwa wenu wako wapi? Kabla ya tukio hili ambalo limeweza kuchukua maisha yake mpenzi mtazamaji, masaa 8 ambayo yamepita, aliweza kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii kwamba alikuwa ameelekea upande wa Mara River ili kuweza kusimama na familia za wale ambao waliweza kupoteza familia za wale ambao ndugu zao waliweza kusombwa na maji upande wa Mara River. Jinsi ambavyo unaona hapo, Johana Ng'eno yeye mwenyewe alikuwa amechapisha masaa 8 akieleza kwamba this morning I joined the families of the late senior chief Ole Rumo and Ole Kipembeu and the search and the rescue team at Mara Rianta to stand in solidarity with trying to locate and retrieve the bodies of the 2 young men whose vehicles was swept away by the raging waters of the Mara River on Sunday night. My heart goes out to the families affected and as they endure this painful and uncertain moment. I also urge the public to remain vigilant during this rainy season, particularly around flooded rivers and roads. Let us all exercise caution and prioritize the safety of our community. Unaona mpenzi mtazamaji, Johana Ng'eno yeye mwenyewe alikuwa ameshare video hiyo ambayo unaiona hapo akiwa kwa hili ndege ambalo limeweza kuporomoka na likaisha moto na watu 6 wamedhibitishwa kufariki.
Vile ukiweza kuangalia hapo, Joanna Ng'eno alikuwa anazungumza na wananchi ambao walikuwa wanatafuta miili ya wapendwa wao ambao waliweza kuaga dunia, na pale nyuma utaona ndege ambalo lilikuwa limembeba hili ambalo limeweza kuanguka na kuweza kufanya nini mpenzi mtazamaji, kuweza kumaliza maisha yake. Kabla ya hapo vile Joanna Ng'eno alikuwa kwenye function hii ambayo unaiona hapo mpenzi mtazamaji, alikuwa amewekewa hayo maua ambayo kwa lugha ya Kikale yanaitwa sindenet, maua ambayo viongozi wa heshima wanawekewa. Ni jambo la kusikitisha kipindi ambapo Kenya inapoteza kiongozi mashuhuri. Unajua Joanna Ng'eno, kwa wale ambao hamumjui, alikuwa ni spokesperson wa eneo la Rift Valley. Vile mpenzi mtazamaji, mnaelewa 2008 Kalia Kones naye aliweza kuaga dunia. Unaelewa huyu Kones alikuwa ni spokesperson wa eneo la Rift Valley, na naye aliweza kuaga dunia baada ya ajali kufanyika. Ni jambo la kusikitisha kwa sababu kusema ukweli hata nimeshindwa maneno ya kuzungumza, kwa sababu mtu kama mimi mwenye nimeishi Rift Valley nimemjua huyu mbunge sana. Nimemjua huyu mbunge sana kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda mziki sana, kusapoti vijana wa kutoka eneo la Rift Valley, na vijana wengi wameweza kujikuza kwenye mziki kupitia kwake Ngong. Alikuwa na sapoti sana mziki eneo la Rift Valley. Wasanii wengi wameweza angalau kupata kitu kidogo kutoka kwake. Tunaelezwa kwamba bwana Ngong, mbunge huyu wa Emurua Dikir, nyumbani kwao walikuwa ni maskini. Alilelewa katika familia ambayo ilikuwa ni maskini kabisa, na ni wabunge ambao hawaogopi chochote. By the way, ni wabunge ambao ni jasiri kwa kuzungumza kutoka upande wa Rift Valley, Kenya. Na huyu mbunge Ngong aliweza kuzaliwa mnamo mwaka 1972 na baba yake alikuwa ni mfugaji wa ng'ombe, na wakati wa mwaka 1994 kiangazi kiliweza kumaliza hiyo mifugo yote ambayo baba yake alikuwa nayo, na kitu ambacho kiliwalazimisha wakahamia upande wa Molo, mahala ambapo Ng'eno alilazimika kutembea kilomita 50 akiwa na punda 16, kipindi ambapo huyu Ng'eno alikuwa analazimika kutembeza makaa pamoja na mahindi kuuzia watu ili angalau waweze kupata kitu cha kukula. Licha ya hayo yote mpenzi mtazamaji, huyu Ngong aliweza kusoma shule ya Mogondo Primary, akaenda Maseno School, mahala ambapo aliweza kumalizia Mount Kenya University, mahala ambapo alipata Masters ya International Studies upande wa University of Nairobi. Mnamo mwaka 2007 Ngong alijaribu kuwania kiti cha Kilgoris ila akabwagwa, mahala ambapo aliweza kusema kwamba aliibiwa kura zake. Lakini vile mnamo mwaka 2013 aliweza kushinda
kiti cha Emurua Dikir, eneo bunge ambalo lilikuwa limeundwa jipya, mahala ambapo vilevile aliweza kuchaguliwa mwaka 2017 vilevile na mwaka 2022, kwa sababu alikuwa ameweza kujenga uhusiano mzuri na wananchi kwa ground. Vilevile mpenzi mtazamaji, Ngong hivi majuzi aliweza kuwekewa taji ya kukuwa elder spokesperson wa eneo la Rift Valley. Mnamo mwaka 2025 mpenzi mtazamaji, Ngong alikuwa mtu ambaye alikuwa mstari wa mbele courageously, bila uoga, na alitaka majibu ya haraka ni nani ambaye ameweza kuiba shamba la Ang'ata Barikoi, mahala ambapo watu zaidi ya 10 waliweza kuuawa kwa kupigwa risasi baada ya kusema kwamba shamba lao limeibwa upande wa Ang'ata Barikoi. Mimi mwenyewe mpenzi mtazamaji nilikuwa nafuatilia hilo tukio la Ang'ata Barikoi, na kusema ukweli, huyu mbunge alikuwa ni jasiri wa kutetea wananchi wake. Kenya imeweza kupoteza kiongozi ambaye Kenya imeweza kupoteza kiongozi ambaye alikuwa ni jasiri. Kwa wale ambao hamjui jasiri, angalia ikanda ya Ang'ata Barikoi kipindi ambapo wananchi waliweza kuuawa. Wewe, why are you killing people? Why are you killing people? Kazi ya nini? Why are you killing people? Mnataka nini hapa? What do you want here? Why are you killing people? Mbona mnaua watu? Simama kwanza wewe. Why are you killing people? Why? How many people have you killed? Kenya imeweza kupoteza kiongozi, na huyu alikuwa ni kingpin in making wa Rift Valley, na tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuilaza roho yake palipo na wema. Johana Ng'eno, pole sana, big up Rift Valley, pole sana, big up Rift Valley. Tumepoteza kiongozi, na naomba Mwenyezi Mungu aweze kulaza roho yake palipo na wema. Taarifa hizi mpenzi mtazamaji ni taarifa za kuhuzunisha.